Karibu msikilizaji kwenye taarifa kuu za Kivu News Info. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pascal Pepele. Katika habari tulizokuandalia siku ya leo, tukiwa tarehe 1 Agosti mwaka 2026 jioni, tunakuletea taarifa kuhusu mapigano mapya yaliyozuka katika maeneo ya Irambi Katano huko Kabare na kusababisha vifo vya watu na watu fulani kuweza kukimbia makazi yao. Pia tutaweza kuzungumzia hali ya taharuki iliyotokea katika mji wa Beni baada ya familia moja kukataa mgonjwa wao anayeshukiwa kuwa ana Ebola kuchukuliwa na wahudumu wa afya. Vile utasikia kuhusu msaada wa chakula unaotolewa kwa maelfu ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo la Lubero. Pia tukio la kusikitisha la mwanamke aliyekutwa amefariki katika mazingira ya kutatanisha huko Nyiragongo, na pia tutaweza kuzungumzia kuhusu shambulio la watu wenye silaha katika maeneo ya Bahiti wilayani Beni, na shambulio hilo liliweza kusababisha vifo vya watu wawili na kujeruhiwa kwa mtu mmoja. Hizo ni taarifa za habari ambazo tunakuandalia jioni ya siku ya leo. Leo tunakupeleka katika eneo la Irambi Katana wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini, ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Wazalendo na waasi wa muungano wa M23 wakishirikiana na AFC. Wakati huo kifo cha raia mmoja na madai ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu vimezua hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo. Tufuatilie habari hiyo kwa ukamili. Mapigano makali yaliendelea tangu majira ya asubuhi ya siku ya Jumamosi tarehe 1 Agosti katika kijiji cha Chirehe kilichoko ndani ya kijiji cha Kabushwe kwenye kundi la Irambi Katana wilayani Kabare katika mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mjibu wa vyanzo vya eneo hilo, wapiganaji wa Wazalendo walikabiliana na waasi wa muungano wa M23 katika mapigano yaliyodumu kwa saa kadhaa. Milio risasi nzito na nyepesi ilisikika katika maeneo mbalimbali, hali iliyolazimu wakaaji wengi kuacha makazi yao na kukimbilia Katana Centre wakihofia usalama wao. Mashuhuda wanasema wanawake, watoto na wazee walionekana wakiondoka haraka huku wakibeba mizigo michache walioweza kuokoa. Baadhi yao walieleza kuwa walikimbia bila kujua watarudi lini kutokana na hali ya vita kuendelea kutawala katika eneo hilo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji wa M23 waliondoka katika nafasi zao za Lusheshe na kuelekea eneo la Chirehe. Taarifa hizo zinaonyesha kuwa walionekana ndani ya makazi ya raia, jambo ambalo limeongoza wasiwasi miongoni mwa wananchi wanaohofia usalama wao wakati wa mapigano yakiendelea. Wakati mapigano hayo yakiendelea, tukio jingine lilizua huzuni likitokea katika kijiji cha Kabamba. Raia mmoja alifahamika kwa jina la Bishweka Pedri alipoteza maisha kwa kupigwa risasi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakaaji wa eneo hilo, tukio hilo lilitokea baada ya shughuli za usafi wa jamii zinazojulikana kama msako. Vyanzo hivyo vinadai kuwa mtu mwenye silaha anayehusishwa na muungano wa M23 ndiye aliyefyatua risasi zilizomuua raia huyo. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa na chanzo kilicho huru. Kifo hicho kimeibua huzuni na hasira miongoni mwa wakaaji wa Kabamba na maeneo ya jirani. Wengi wanaeleza kuwa maisha ya raia yameendelea kuwa hatarini kutokana na hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea kushuhudiwa katika shughuli mbalimbali za Irambi Katana. Mashirika ya kiraia yamefuatilia hali ya usalama na haki za binadamu, yameeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa vitendo vinavyodaiwa kuwa ni ukiukwaji
wa haki za kibinadamu na za wananchi. Kwa mujibu wa mashirika hayo, katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa za mauaji ya raia, kukamatwa kiholela kwa baadhi ya wakaaji, pamoja na matukio mengine yanayozidi kutia hofu katika jamii. Mashirika hayo yanatoa wito kwa pande zote mbili zinazohusika katika mzozo huo kuheshimu sheria za kimataifa zinazolinda raia wakati wa mapigano. Pia yameomba hatua zichukuliwe ili kuhakikisha wananchi wanalindwa na wanapatikana kuhusika na vitendo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa hali ya usalama katika eneo la Irambi Katana inaendelea kuwa ya wasiwasi. Wakazi wengi wamehama makazi yao wakitafuta maeneo salama, huku wakihitaji msaada wa kibinadamu, lakini bado haijafahamika idadi kamili ya watu waliokimbia wala kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo. Mamlaka husika bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu mwenendo wa mapigano hayo, huku wananchi wakisubiri kurejea kwa hali ya utulivu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku. Kivu News M4 itaendelea kufuatilia kwa ukaribu maendeleo ya hali hii na kuwajulisha wasikilizaji pindi taarifa mpya zitakapopatikana. Tunaelekea mjini Beni mkoani Kivu Kaskazini, ambako hali ya taharuki imeripotiwa baada ya familia moja kupinga mgonjwa anayeshukiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola kupelekwa kwa matibabu. Tukio hilo lilisababisha mamlaka za usalama kuingilia kati ili kurejesha utulivu. Hali ya taharuki imeshuhudiwa siku ya Jumamosi katika eneo la Muloku, mtaa wa Cité Belge mjini Beni, baada ya familia moja kukataa kuruhusu wahudumu wa afya kuchukua ndugu yao aliyekuwa akishukiwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mgonjwa huyo alikuwa katika kituo cha afya cha La Joie, ambako wahudumu wa afya walitaka kumhamishia kwenye kituo kinachofaa kwa uchunguzi wa matibabu maalumu. Hata hivyo, familia yake ilipinga hatua hiyo, jambo lililosababisha mvutano kati ya ndugu wa mgonjwa na timu ya madaktari. Mvutano huo ulivutia wakaazi wengi wa eneo hilo na kuzua taharuki. Baadhi ya wananchi waliofia kwamba kucheleweshwa kwa huduma kwa mgonjwa anayeshukiwa kuwa na Ebola kunaweza kuongeza hatari kwa maambukizi, ikiwa kweli mgonjwa huyo anathibitishwa kuwa ana ugonjwa huo wa Ebola. Kutokana na hali hiyo, askari wa jeshi la polisi wa taifa la Kongo pamoja na wanajeshi wa FARDC waliwasili eneo la tukio kwa lengo la kurejesha utulivu na kuhakikisha wahudumu wa afya wanaendelea kutekeleza majukumu yao katika mazingira yenye kuwa salama. Baada ya vikosi vya usalama kuingilia kati, hali ilianza kutulia, ingawa mamlaka hazijatoa taarifa rasmi kuhusu hatima ya mgonjwa huyo wala kama alihamishiwa katika kituo maalumu cha matibabu. Tukio hilo linakuja wakati mamlaka za afya zinaendelea kuhimiza wananchi kushirikiana na wahudumu wa afya kila wanapokuwa na mtu anayeshukiwa kuwa ana dalili za Ebola. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa kugundua ugonjwa mapema na kuweka mgonjwa chini ya uangalizi wa kitabibu ni hatua muhimu katika kuzuia kuenea kwa maambukizi. Mamlaka pia zinawahimiza wananchi kuepuka kutoa taarifa zisizothibitishwa na badala yake kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya ili kulinda maisha ya wagonjwa na familia zao na jamii kwa ujumla. Kivu News M4 itaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo na kuwafahamisha wasikilizaji wake mara tu taarifa rasmi zitakapopatikana.
Tuelekee pia huko Lubero Centre mkoani Kivu Kaskazini, ambako maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na mchafuko na vita zinazoendelea eneo hizo wanaendelea kupokea msaada wa chakula. Mashirika ya kibinadamu yanasema msaada huo unawasaidia kupunguza hali ngumu ya maisha, lakini yanasisitiza kuwa suluhisho la kudumu ni kurejea kwa amani na usalama katika eneo ambazo waliweza kuzikimbia. Takriban watu 40,000 waliokimbia makazi yao pamoja na familia zinazohifadhiwa wanaendelea kupokea msaada wa chakula katika mji wa Lubero Centre, mkoa mkuu wa wilaya ya Lubero, makao makuu ya wilaya ya Lubero ndani ya Kivu Kaskazini. Mpango huo wa msaada ulianza kutekelezwa tangu mwanzoni mwa wiki hii kwa lengo la kuwasaidia wanafamilia wanaoathiriwa na miaka kadhaa ya ukosefu wa usalama uliosababisha maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao. Operesheni hiyo inatekelezwa na chama cha wafugaji wadogo, watengenezaji wa ngozi na bidhaa za ngozi cha Kongo kinachojulikana kwa kifupi kama APETAMAK, kwa ushirikiano na shirika la mpango wa chakula duniani ambalo linajulikana kama PAM. Walengwa wa msaada huo wanapatiwa maharagwe, unga wa mahindi, nafaka mbalimbali, kunde pamoja na virutubisho maalumu vya lishe kwa watoto walio katika mazingira magumu. Mashirika yanayosimamia mpango huo yanasema lengo ni kupunguza tatizo la uhaba wa chakula linalowakabili watu waliolazimika kuyahama makazi yao. Msaada huo unalenga hasa familia zilizokimbia machafuko katika maeneo ya kusini mwa wilaya ya Lubero pamoja na wale walioondoka vijijini mwao kutokana na mashambulizi ya kundi yenye silaha iliyotokea katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za ndani, baadhi ya familia zimekuwa zikiishi Lubero Centre kwa miezi kadhaa, huku wengine wakiwa wamekaa hapo kwa zaidi ya miaka miwili. Wengi wao wanaendelea kukabiliwa na changamoto za chakula, makazi, huduma za afya na elimu kwa watoto. Mashirika ya kiraia yanaeleza kuwa msaada wa chakula unaotolewa kwa sasa ni muhimu kwa sababu unasaidia kupunguza njaa na mateso ya familia zinazoathirika. Hata hivyo, mashirika hayo yanasisitiza kuwa msaada wa kibinadamu pekee hauwezi kumaliza matatizo kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa mashirika hayo, suluhisho la kudumu linapatikana endapo tu usalama utakaporejea katika vijiji vilivyoathirika, ili wananchi waweze kurudi nyumbani kwao na kuanza tena shughuli zao za kilimo, biashara na maisha ya kawaida. Lubero Centre imeendelea kuwa moja ya maeneo yanayopokea idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na mipango ya mashambulizi ya makundi yenye silaha katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Hali hiyo imeongeza mahitaji ya misaada ya kibinadamu, huku mashirika mbalimbali yakiendelea kutoa msaada kulingana na uwezo wao. Kivu News Info itaendelea kufuatilia hali ya kibinadamu katika eneo la Lubero na maeneo mbalimbali yanayoathiriwa na migogoro pamoja na kuwafahamisha wasikilizaji kuhusu maendeleo mapya yatakapotokea, na yakijitokeza tutaweza kuwafahamisha. Tunaelekea katika wilaya ya Nyiragongo mkoani Kivu Kaskazini, ambako mwanamke mmoja amekutwa amefariki katika mazingira yanayozua maswali mengi. Asasi za kiraia zinataka uchunguzi wa haraka ufanyike ili kubaini ukweli wa tukio hilo na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Mwanamke mmoja amekutwa amefariki dunia siku ya Jumamosi tarehe mosi Agosti mwaka huu 2026 katika kijiji cha Bugamba kilichopo kwenye kundi la Munja wilayani Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa viongozi wa jamii, mwili wa mwanamke huyo ulikutwa ukining'inia kwenye kamba iliyokuwa imefungwa shingoni.
Hata hivyo, mazingira ya tukio hilo bado haijafahamika na mamlaka zinatarajia kufanya uchunguzi ili kubaini kilichotokea. Asasi za kiraia za eneo hilo zinasema kuwa dalili zinazowafanya kuamini kuwa huenda mwanamke huyo aliuawa kabla ya mwili wake kuning'inizwa kwa kamba na watu ambao bado hawajajulikana. Madai hayo yanatokana na uchunguzi wa awali wa kiongozi wa jamii na bado hajathibitisha rasmi mamlaka husika. Tukio hilo linawashtua wakazi wa Bugamba hasa kwa kuwa imetokea katika kipindi ambacho eneo hilo limekuwa likikumbwa na matukio ya mara kwa mara ya ukosefu wa usalama. Viongozi wa jamii wametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na uchunguzi kufanyika na kuweza kufanya kazi ili kuweza kubaini mazingira halisi ya kifo hicho na kuwatambua waliohusika na kuhakikisha wanafikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Wakati ule ameomba hatua zaidi za kuimarisha usalama wa raia katika wilaya ya Nyiragongo, wakisema kuwa wananchi wanaendelea kuishi katika hofu kutokana na matukio ya ukosefu wa haki na uharibifu, mashambulizi na mambo mengine ya kukosesha watu usalama. Tukio hili linakuja siku chache baada ya mashambulizi mengine yaliyoripotiwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, usiku wa tarehe 29 kuelekea 30, raia wawili waliuawa, wengine kadhaa kujeruhiwa na mali mbalimbali kuweza kuporwa katika vijiji vya Bugamba na Kiziba. Kwa sasa wilaya ya Nyiragongo inaendelea kukabiliwa na changamoto za usalama, huku wakazi wakitoa wito wa kuongezwa kwa ulinzi na hatua madhubuti za kuwalinda raia dhidi ya vitendo hivyo vya uhalifu. Kufikia sasa hakuna taarifa rasmi inayotolewa kuhusu matokeo ya uchunguzi wa tukio hilo la mwanamke huyo, na Kivu News Info inaendelea kufuatilia kwa ukaribu maendeleo ya habari hii na kuwafahamisha wasikilizaji pindi taarifa mpya zitakapopatikana. Hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa kuu za Kivu News Info. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Endelea kufuatilia Kivu News Info kila siku ili kupata habari hakika kuhusu yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Mimi ni Leta Pascal Paulin Pepele, mtangazaji wako kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, na kutakia siku njema. Kwa heri na tukutanane tena katika taarifa ijayo.